Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi cha madhabahu ya ndoa kinachokuja kwako nami Pastor Miamba. Ni kipindi ambacho tulikuwa nacho mwaka 2020, 19-20 tulikuwa nacho, na kilikuwa kinaendelea katika madhabahu hii yaanza siku na Bwana. Kipindi hiki kimerejea na nimekirudisha kwa sababu zifuatazo. Kumekuwa kuna mfululizo wa ndoa kila wakati nipo nafungisha ndoa, na kuna baadhi ya watu kwenye hii ndoa ya Jumapili wamekuja wengi inbox na kuniambia, mchungaji, hebu na sisi tunataka kuolewa. Wengi wamekuja wanataka na wao kuolewa, na baadhi wamesema wa kiume wanataka kuoa. Sasa nimeona wengi wakiwa wanahitaji kuoa na wengine wanataka kuolewa, lakini hawaelewi kwa nini watu wanaolewa na wengine wanaoa, na kwa nini wengine hawaolewi na wengine hawaoi, na muda unaenda. Sasa ninataka nitoe maelekezo machache kabla sijaongea specific kwenye masuala ya ndoa. Ni kwa nini inaitwa madhabahu ya ndoa? Biblia inaeleza kwa habari ya madhabahu, lakini kabla sijaenda kuangalia kwa habari ya madhabahu, ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 16, tuanze ule mstari wa 16. Biblia inasema hivi: Simoni Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa tunaona Biblia inaongea kwa habari ya milango ya kuzimu. Sasa kwenye milango ya kuzimu ndiko ambako zinatoka spiritual agenda za kiroho, na huko zinatoka kwenye madhabahu zilizopo huko kwenye hiyo milango ya kuzimu, ambapo huko kuna agenda mbalimbali. Kuna agenda za magonjwa, kuna agenda za kutokuoa ama kuolewa, agenda za mambo mengi mabaya yanatokea kwenye hiyo milango ya kuzimu, ambayo Yesu alisema ya kwamba kanisa litaishinda ile milango ya kuzimu. Kwa maana yake kanisa itashinda zile agenda zinazotoka kwenye ile milango ya kuzimu. Sasa nataka nikuambie tu kwamba swala la ndoa ni la kimadhabahu zaidi. Yaani ukiwa unashughulika na wanandoa, ukiwa unashughulika na watu kuingia kwenye ndoa, unashughulika na madhabahu kwanza. Zile madhabahu zinazozuia ndoa kutokea, ama kuna madhabahu zina agenda zinatoka za kimadhabahu juu ya ndoa, aidha kukosa amani. Unakuta kuna watu wengine wanakosa hisia na wenza wao, wameshaingia kwenye ndoa lakini wanakosa hisia. Unajikuta ameingia kwenye ndoa, kuna makahaba wanaingilia ndoa. Unakuta kuna watu wanakosa amani kwenye ndoa zao, na wakati wameziingia wao wenyewe unakuta mambo ni mengi sana. Au unakuta ghafla mambo yanabadilika. Vyote hivyo ni vita vya kimadhabahu. Sasa angalia tu kwa mfano hizi ndoa za nazozifungisha mimi. Hizi ndoa huwa hazitokei tu. Hizi ndoa huwa ni matunda ya vita za madhabahu. Yaani kuna roho chafu zinazopigana na madhabahu za ndoa kuzuia ndoa isitokee. Lakini nimeshashuhudia nikiomba, wakati nashughulikia watu kwenye madhabahu ya ndoa, nimeshuhudia watu mapepo yakiwadirect ama yakiwaletea watu wanaume ambao si wa Mungu, yaani wametoka kuzimu. Unakuta unaletewa mwanaume lakini anakuja na spidi ya kukuoa, lakini hajatoka kwa Mungu, yani amebeba ajenda ya uharibifu. Sasa zote hizo ni madhabahu
zinazoenda kupiga madhabahu ile ya ndoa. Kwa unajikuta mtu ameingia kwenye ndoa lakini na mtu sio sahihi. Unakuta namna ameingia humo, anaingia na kuanza kulia from day one. Watu wanaanza kupigana kutoka kwenye vyumba vile vya honeymoon kwa sababu ya madhabahu hizi zimewashikilia watu. Sasa ninataka niongee na wewe kwa habari leo, kwa habari ya madhabahu inayozuia watu kuolewa ama kuoa. Madhabahu, tunaangalia madhabahu ya ndoa, lakini madhabahu ambayo inazuia watu kuolewa na kuoa. Adui anazuia zile madhabahu, zinasimama na kusema mtu huyu hataolewa, mtu huyu hataoa. Sasa ili mtu uolewe ama uoe, ni lazima ushughulike na madhabahu. Haijalishi imetokea wapi. Tukisema tuanze kuangalia vyanzo vya madhabahu zilikotokea, zimetokea sehemu nyingi sana. Mfano, unakuta kuna madhabahu za watu kutokuolewa za kifamilia, unakuta familia yao wote hawaolewi. Unakuta kuna madhabahu za kutokuolewa zimezaliwa kutokana na maneno mabaya ulionenewa. Unajikuta ulikuta tu ghafla umeingia kwenye mahusiano, yule ambaye mnaachana na kuambia hautaolewa. Unakuta hiyo kitu tu, maneno hayo yanatengeneza madhabahu ambazo zinaanza kudai haki ya wewe kutokuolewa. Kwa kuna vyanzo vingi sana, lakini kabla hatujaanza kufikiria kwenye vyanzo, nataka tu uelewe ya kwamba hii ndoa lazima ikombolewe ndio uingie kwenye ndoa. Yani lazima uikomboe madhabahu zile zinazoshikilia ndoa yako. Lazima ukuwe kuna ukombozi ndio uingie kwenye hiyo ndoa. Sasa kama hapana ukombozi, namba moja hatari ni kutokuoa ama kuolewa. Namba mbili ni kuolewa ama kuoa mtu ambaye sio sahihi. Kwa kama hautazikomboa madhabahu zinazoshikilia ndoa yako, unaweza ukajikuta ghafla umeingia kwenye mahusiano ya ndoa ama umeingia kwenye ndoa ambayo sio sahihi, ama ukawa unaendelea kuhangaika na usiingie kabisa kwenye hiyo ndoa. Lakini tunapoikomboa ndoa, hatukomboi kwa wale watu wanaotaka kuingia kuoa na kuolewa tu. Tunakomboa pia na walio ndani ya ndoa zao. Kuna namna madhabahu zile zinadai watu kutokuwa na furaha. Madhabahu zinadai watu kutokuwa na amani. Unajikuta si wote wanaoingia kwenye ndoa wanazifurahia hizo ndoa zao. Kuna wengine wanaingia kwenye ndoa leo wanajutia, wanasema afadhali kama nisingeingia kwenye ndoa. Anadhani ya kwamba hata yule ambaye hajaingia ni bora hata asiingie, lakini kumbe ni madhabahu zimeshikilia hiyo ndoa na kuanza kuleta uharibifu. Sasa leo tunaenda kufungua maalum kabisa ibada hizi za madhabahu ya ndoa, zitakuwa zikiendelea hapa na tutakuwa tunalenga ndoa, lakini pia tunalenga uchumba, na moja kwa moja leo tutaenda kushughulika na madhabahu zinazozuia watu kutokuoa ama kutokuolewa. Sasa tutakuwa tukiomba na kuzishughulikia hizi madhabahu mara kwa mara, kwa sababu adui huwa hachoki. Mking'oa leo anapanda, mking'oa anapanda mpaka mtakapomweka mbali sana. Sasa siku moja nilikuwa ninashughulika na ndoa ya mtu mmoja, wala sio kitu cha kuficha, kwa sababu pale kanisani ni kitu kinachojulikana. Mtu mmoja alikuwa anazuiliwa kuolewa na amezuiliwa kuoa na kuolewa. Yani vita iko pande zote, kwa anayetaka kuolewa na anayetaka kuoa, na tukawa tunashughulika na madhabahu. Ilifika kipindi sasa, mwanamke akitaka kuolewa yuko tayari, mwanaume hataki. Mwanaume akitaka kuoa, mwanamke hataki. Mwanaume na mwanamke wakiwa tayari, wazazi hawataki. Yani kukawa kuna vurugu za namna hiyo. Sasa nikapata ufunuo kutoka kwa Bwana, akaniambia, Mungu, omba maombi ya kukomboa ndoa yao, halafu ufiche mchakato wote wa kuoa na kuolewa kwenye damu ya Yesu. Kwa nikafanya kama nilivyopata maelekezo, nikaificha ile mchakato mzima wale watu kuoana, nikauficha kwenye damu ya mwana kondoo. Process zikaenda kwenda vizuri kabisa. Yani nilifikia kipindi hadi wazazi ambao walikuwa ni Waislamu, lakini hadi kwenye ibada siku hiyo walihudhuria na wakafurahi, na ibada ikawa nzuri, na wazazi pande zote wakawepo na wao wakaifurahia. Baada ya wiki kadhaa, ninamwombea yule ndugu yake, ninamwombea, na yeye alikuwa na changamoto hiyo, ilikuwa ni tatizo la familia kutokuolewa. Ninamwombea ndugu yake mapepo yanalipuka, anasema ndio maana kwenu hajaolewa hata mmoja. Hasa nikamwambia, nyinyi hamjui kwamba huyu ameshaoa. Wakaanza kushangaa yale mapepo, yakapiga kelele, akasema ameoa lini?
huyu mtu ameoa lini? Wakasema imekuwaje ameoa, hatujajua. Aha, kumbe Roho Bwana akawa amenifundisha kwamba kumbe tulipokuwa tukificha ule mchakato kwenye damu ya Yesu, yale mapepo yaliokuwa akizuia yalikuwa hayaoni tena, yanadhani amezuia, kumbe kuna mambo yanaendelea. Sasa hiyo kitu tutaenda kufanya leo hapa, tutaenda kuificha. Tutaficha mchakato wako wa kuoa ama kuolewa kwenye damu ya Yesu, ili yale mapepo yanayozuia yasione, na tutaenda kuikomboa hiyo madhabahu ya ndoa yako. Tutaenda kuyafuta maneno mabaya yanayonenewa kinyume na wewe kuoa ama kuolewa. Tutaenda kushughulika, kwa kifupi, tutaenda kushughulika na madhabahu zile ambazo zimefanya mpaka leo hujaolewa, mpaka leo haujaoa. Kwa kufanya hivyo tutasababisha uoe ama uolewe kama ni mwanamke, lakini pia uolewe na mtu aliye sahihi kutoka kwa Bwana, kwa sababu mchakato ukiwa wazi, adui anauona. Ni rahisi katika kutafuta kwako, kuangalia kwako, ukaletewa mtu ambaye ametoka kwa adui, yani ukawa ni maisha yako ya ndoa yakawa ni mabaya, ukadhani ni bora hata usingeoa ama kuolewa, kwa sababu utajikuta umeingia kwenye mahusiano ambayo unajiuliza, hivi why niliamua hivyo? Kwa nini sikusubiria? Kwa nini au nisingeacha? Ni bora ningekuwa tu peke yangu. Kumbe swala la ndoa ni kwamba uko na mtu sahihi. Kuolewa ama kuoa ni jambo la kwanza. La pili ni mtu sahihi ambaye ameingia kwenye mifumo ya maisha yako. Kwa hiyo tutakapoenda kuifungua madhabahu hii ya ndoa leo, tutaenda kuficha mchakato wako wa kuolewa, tutaenda kuficha mchakato wako wa kuoa kwenye damu ya Yesu, na mapepo yatakuwa yanaendelea kufuatilia ndoa yako. Afa anasema mambo yamesimama, kumbe huku mambo yanaendelea, lakini yako underground na yako undercover, yamefunikwa na damu ya mwana kondoo. Sasa wewe ambaye haujaoa ama haujaolewa, leo tunaenda kuificha hiyo mchakato wako wa ndoa. Haijalishi una miaka mingapi, usiogope. Haijalishi kuna disappointment ngapi, yani kuna disappointment kwamba umepata yani umekuwa disappointed kwa kiwango gani kwenye hiyo safari yako ya uchumba na ndoa, usiogope. Leo ninavyoenda kuomba ni mwanzo mzuri sana ambao mchakato mzima utakuwa umefichwa kwenye damu ya Yesu. Nataka twende mbele za Bwana tuombe sasa, tukiwa tunaifungua madhabahu hii. Lakini leo maalum kabisa ninaificha ndoa mahusiano yako ya uchumba, mahusiano yako ya kuoa na kuolewa, na yaficha kwenye damu ya mwanakondoo. Lakini pia kwa wale ambao wameoa, kwa wale ambao wako ndani ya ndoa zao, wameolewa, wako ndani ya ndoa zao, pamekuwa lamkini na changamoto nyingi sana kwenye ndoa yako. Halafu hiyo changamoto, kuna madhabahu za giza zinazosimama na kuipiga hiyo madhabahu ya ndoa yako. Tunaenda leo kuificha hiyo ndoa yako kwenye damu ya mwanakondoo. Kwa utajikuta ghafla tu dhoruba zinaisha, kwa sababu wenyewe wanadhani ya kwamba mambo yanaendelea, wanadhani ya kwamba mmezimia, kumbe mlishaondoka na hampo kwenye hilo eneo tena. Kwa hiyo nataka twende mbele za Bwana tuombe tunapoifungua madhabahu hii ya ndoa, lakini twende tukaiweke wakfu na tukifunika ndoa zote na ule uchumba wote kwenye damu ya mwanakondoo. Nataka twende mbele za Bwana tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa neema na rehema kubwa, kwa namna ambayo Mungu umeiamsha tena madhabahu ya ndoa. Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu huyu ambaye naye yuko kwenye mchakato wa kuoa na mwingine yuko kwenye mchakato wa kuolewa. Wengine Mungu aliye hai wapo tayari kwenye ndoa zao. Mungu aliye hai, ninazificha ndoa zote kwenye damu yako Yesu, damu ya mwana kondoo, damu iliyonena mema toka kizazi na kizazi, hata leo bado inanena mema kwetu. Ninaificha ndoa ya mama huyu, ninaificha ndoa ya baba huyu kwenye damu yako Yesu. Kila uharibifu wa nguvu za giza uliokuwa ukiendelea, kila makombora ya kipepo yaliokuwa kitupa kwenye ndoa hii, kuharibu ndoa hii, kuanzia leo hayataona, kwa maana tayari imefichwa kwenye damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu, asante, kwa maana ipo damu inayotunenea yaliyo mema,
na ndoa hii nimeificha kwenye damu yako Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Dhoruba zote kwenye hii ndoa, vituko vyote kwenye hii ndoa, maharibifu yote, nguvu za giza hayataona tena ndoa hii kwa jina la Yesu, kwa maana nimeificha sasa kwenye damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uchawi na uganga hautaiona hii ndoa, kwa maana imefichwa kwenye damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hila zote za nguvu za giza zinazopita kuingia kupitia familia, zinapita na kuingia kwa memba wa familia, kuleta vurugu na ataki kwenye ndoa hii, imekwisha katika jina la Yesu, kwa maana ndoa hii nimeificha kwenye damu ya Yesu, nimeificha kwenye damu yako Bwana, nimeificha leo katika jina la Yesu. Baba, ninakuja mbele zako kwa ajili ya uchumba wa mtoto wako huyu ambaye yupo mbioni kuoa na mwingine yuko mbioni kuolewa. Ninaificha process yote ya kuoa na kuolewa kwenye damu ya mwana kondoo. Process yako unanisikia, kuoa na kuolewa, ninaificha kwenye damu ya mwana kondoo. Giza halitaona tena process hiyo. Giza halitaona michakato yako ya kuoa. Giza halitaona michakato yako ya kuolewa. Ratiba zote za kuolewa kwako na za kuoa kwako nimezificha kwenye damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema na rehema zako nyingi. Asante kwa kibali chako. Kuanzia leo mtoto wako huyu, ratiba yake ya kuoa, ratiba yake ya kuolewa, ninaifungulia rasmi katika uvuli wa damu ya mwana kondoo. Ninaifungulia rasmi process yote ya kuoa na kuolewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa neema yako. Ninaiweka wakfu madhabahu hii ya ndoa tena katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa maana umeiachilia tena neema hiyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana wewe ambaye umenisikia, na lakini wewe ambaye hujaoa na kuolewa, wewe ambaye unatarajia kuingia kwenye ndoa, subiria utauona mkono wa Bwana. Subiria utauona mkono wa Bwana. Yule ambaye nimemfungisha ndoa jana hakuwa na matarajio kabisa ya kuolewa, lakini mara baada ya maombi kama haya Mungu alifungua milango na hatimaye jana imekuwa ndoa nzuri. Mungu wangu akubariki sana, na inayofuata ni ya kwako katika jina la Yesu. Basi wewe ambaye hujaoa na kuolewa, utashika sadaka yako kwa ajili ya process ya kuificha hiyo process yako yote ya ndoa kwenye damu ya Yesu, lakini iwepo na sadaka inaonena mema. Na wewe mwenye ndoa hivyo hivyo, hiyo ndoa yako imefichwa kwenye damu ya Yesu, kuna vioja vingi utaviona tena, lazima iwepo pia na sadaka inayonena yaliyo mema. Basi utashika sadaka yako nzuri, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Wewe ambaye uko kwenye uchumba, niandikie majina yako. Unapoachilia sadaka yako, achilia jina lako na la mwenza wako. Na wewe uliye kwenye ndoa, unapoiachilia sadaka yako, achilia jina lako na la mwenza wako, nami nitapata nafasi ya kuomba. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.